Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu tena katika kapu la habari. Mimi ni Hilali Sefuriami, ndio kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Watu 7 wamefariki na 42 kujeruhiwa baada ya basi kuacha njia na kupinduka kijiji cha Mamba, kata Msangeni, tarafa ya Ugweno, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Wadau wa Qur'ani wapongeza mwamko mkubwa katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani mjini na vijijini. Katika rubaa za kimataifa, watu 89 wameuawa na mamia kujeruhiwa katika mashambulizi ya vikosi vya RSF kwenye vijiji vya Mdurmani nchini Sudan. Na mkapu la habari linaanzia huko mkoani Kilimanjaro kwa habari ya tanzia. Watu 7 wamefariki dunia papo hapo, huku wengine 42 wakijeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Mvungi walilokuwa wakisafiria kutoka Ugweno kuelekea jijini Dar es Salaam kupinduka katika eneo la kijiji cha Mamba, kata ya Msangeni, tarafa ya Ugweno, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro juu ya ajali hiyo iliyotokea Alhamisi hii majira saa 12:45 asubuhi imesema basi hilo lenye namba za usajili T22 DNL aina ya Yutong mali ya kampuni ya Mvungi liliacha barabara na kupinduka kwenye bonde na kusababisha vifo hivyo. Kati ya waliofariki ni wanawake 5 na wanaume 2 akiwemo mtoto wa miaka 2. Majeruhi wa ajali hiyo wanapatiwa matibabu katika hospitali ya Kifula, hospitali ya wilaya ya Mwanga, hospitali ya KCMC Moshi na hospitali ya Maweni. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia dereva wa basi hilo, ambapo chanzo kinaelezwa ni uzembe wa dereva huyo kushindwa kulimudu gari wakati anapishana na gari nyingine kwenye kona kali na hivyo kuacha barabara na kutumbukia bondeni. Waliofariki ni pamoja na Ashura Omari Sakena miaka 47 mkazi wa Vuchama Mwanga, Zaituni Hashim Mwanga miaka 52 mkazi wa Msumbweni Mwanga, mtoto Halima Omari miaka 2 mkazi wa Mwanga na Judith Safieni Mwanga miaka 43 mkazi wa Mangio Mwanga. Wengine ni mfanyakazi wa ndani Benedetta miaka 20 mkazi wa Ugweno, Haji Abubakari miaka 50 mkazi wa Kifula na Hamadi Hassan Mshana miaka 64 mkazi wa Ngalanga Ugweno. Tukielekea mkoani Pwani, madarasa, taasisi na vituo vya kuhifadhisha Qur'ani nchini vimepongezwa kufuatia uwepo wa mabadiliko na mapinduzi makubwa katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani mbalimbali yanayofanyika nchini mjini na vijijini, kieleza hatua kubwa imepigwa kwa vijana wengi kuwa na mwamko wa kuhifadhi Qur'ani. Taarifa yake Abdallah Matotola inasimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Kauli hiyo imetolewa kwa nyakati tofauti mara baada ya kushuhudiwa kwa fainali ya 12 ya mashindano kwa hifadhi Qur'ani tukufu yanayoandaliwa na Jumuiya ya Waislamu wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Mmoja waliotoa pongezi hizo ni mwenyekiti wa taasisi ya Al-Hikma Sheikh Nurdin Kishki. Mimi kama mtu wa Qur'ani na miongoni mwa waandaaji wa mashindano ya Qur'ani, nalipongeza tukio la leo, mashindano ya leo. Ukumbi umependeza, jambo limependeza na washiriki pia walikuwa wazuri. Tumeona mageuzi na mabadiliko ya Qur'an katika Kisarawe hii na nchi yetu kwa ujumla. Nitumie fursa hii kuwapongeza JUWAKI
na wana Kisarawe wote kwa maandalizi haya mazuri. Lakini mwisho nimpongeze ndugu yangu Suleiman Saidi Jafo kwa kuwa mlezi na msimamizi wa mashindano haya sasa ni miaka 12. Aidha pia awali mwenyekiti wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Tanzania Sheikh Othman Ali Kaporo naye ametoa kongole kwa Waislamu nchini juu ya mwamko wao katika kuunga mkono mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu. Mashindano yalikuwa mengi mno, kuanzia madogo ya mitaa, kuja ya kata, kuja ya madrasa, unakuja mpaka unakuja wilaya, mikoa. Sheikh wangu hapa ana mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam mzima ule na Ashabul Kahfi, na mikoa mingine vile vile kuna mashindano kama hayo. Lakini tunakuja ya kitaifa, tunakuja ya kimataifa, tunakuja ya dunia, lakini sasa hivi tuna mashindano ya mabara yote. Wallahi haya ni mambo mazuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu katika mambo haya. Mara baada ya fainali hiyo, baadhi ya washindi wameeleza faraja yao wakihimiza watoto na vijana wa Kiislamu kuweka bidii katika kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najisikia vizuri kushinda katika mashindano kwa sababu nilikuwa sitategemea kwa katika hilo. Na Mwenyezi Mungu anifanyie pesi katika masomo yangu na wazazi wangu kwa ujumla na walimu wangu. Mimi naomba tu ajifunze kwa sababu Qur'an ndo mwongozo wa maisha yetu. Hakuna kitu kingine zaidi ya Qur'an. Na wale vijana ambao hawajasoma hawana lengo la kusoma Qur'an, na jambo la kuambia waipende sana Qur'an. Qur'an ni mwongozo kwa watu wote. Kisiwani Pemba, madereva ambao wanatumia vyombo vya moto kisiwani Pemba wametakiwa kuchukua tahadhari ya kutosha pamoja na kuzingatia sheria za usafiri na usalama barabarani ili kuepusha ajali zisizo za lazima. Taarifa yake Juma Saif inasomwa naye Hudhaifa Mustafa Sogora. Agizo hilo limetolewa na afisa mdhamini Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kisiwani Pemba, Ibrahim Saleh Juma, wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake Tibirinzi Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Amesema kumekuwa na wimbi kubwa la vyombo visivyoruhusiwa na madereva ambao huingia barabarani bila leseni. Kuhakikisha vyombo ambavyo vinatembea ni vile ambavyo pamoja na madereva wanaoendesha ni wale ambao wana leseni na vyombo ambavyo vina ruhusa ya kutembea barabarani. Tutakuwa wakali sana kwenye maeneo haya na tayari tumeshaongeza nguvu ya kutusaidia usimamizi. Ni waombe wananchi tuendelee kufuata sheria za usalama barabarani. Katika kukabiliana na hilo, wizara kupitia mamlaka husika kuendesha operation maalum kwa kuchukulia hatua madereva wote wasiozingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Yako baadhi ya maeneo wanafikiria kwa sababu maafisa wetu hawafiki, wanafanya wanavyotaka. Traffic light inakuonyesha usimame, wewe unapita. Hebu keni imagine mwingine anatoka huko na gari lake, amesharuhusiwa na wewe unapita barabarani, wewe hujaruhusiwa, wewe unapita barabarani. Unakatisha tu kwenye traffic light. Wizara itaendelea kushirikiana na vikosi mbalimbali vya ulinzi na usalama kuhakikisha tunapunguza ajali kwa kiwango kikubwa, lakini kuhakikisha wananchi hawa ambao wanakwenda kwenye shughuli zao mbalimbali na wao pia wanabaki salama na mali zao. Kwa upande wao, baadhi ya madereva wa bajaji na bodaboda wamekiri kukiuka baadhi ya sheria za usafiri na usalama barabarani, huku wakieleza sababu za kufanya hivyo. Bodaboda unapatia mtu mmoja nyuma, sisi tunapatia watu wawili nyuma. Bajaji ni watu watatu, lakini tunapatia watu 4 mpaka 5. Kweli hatukatai, lakini tusipofanya hivyo unakuwa hatutoboi kutokana na mfuko wa hali nyingi na kuwa ngumu sana. Mimi kuchukua watu watatu ni kila mmoja ni labda ni nafsi tu inamchukua mtu. Sio kama kila bodaboda watu watatu watu wawili, kila mmoja na kazi yake na ajili yake. Kuelekea uchaguzi mkuu unaotaraji kufanyika mwezi wa 10 mwaka huu, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga imewajengea uwezo viongozi wa dini mkoani humo ili viongozi hao kwenda kuwaelimisha waumini wao athari ya rushwa kwenye uchaguzi. Taarifa kamili na Abdurrahim Salum Japan. Akieleza namna rushwa inavyopingwa kiimani, kijamii, kimaadili na kijinai, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tanga Ramadhani Ndwata
amesema rushwa inapaswa kupingwa na kila mwananchi kwa kuwa ni kikwazo kikubwa cha maendeleo ya taifa. Kwa kutambua kwa rushwa ni kosa la jinai na ni kosa la kiimani, TAKUKURU mkoa wa Tanga imewiwa na kufanya semina hii ili kuongeza ushiriki wa wadau katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuwatumia viongozi wa dini mliokusanyika hapa, ambao utasaidia kusambaza ujumbe huu wa uzuiaji rushwa katika nyumba za ibada. Ni imani ya TAKUKURU kwamba wananchi walio wengi watapata ujumbe huu wa uzuiaji rushwa na watakuwa tayari kushiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa, hasa katika kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa serikali kuu. Viongozi hao wa dini wanaombwa kutumia ushawishi walionao kwa waumini wao kuhakikisha wanapinga vikali vitendo vya rushwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Viongozi wa dini kama nilivyosema, mnakutana na wananchi kila siku, na ushawishi mkubwa na mamlaka kubwa, na wahudumia wananchi, na mkisema neno lenu ni amri yenye nguvu kubwa. Wanachukua fomu watu wengi, na kati yao wapo ambao ni bora, na wananchi tunawafahamu kwamba fulani na fulani wanastahili kushika nafasi kwenye ngazi fulani, lakini unakuja kushangaa majina yakirudi, wale watu tunaowatazamia hawapo, wanakuja watu wengine, na wakati mwingine wanaletwa kwa interest fulani za watu wachache. Kwa hiyo mimi niombe vyombo vya maamuzi, vyombo vya uteuzi vitusaidie kutuletea watu bora. Awali akifungua mafunzo hayo, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batilda Buriani amepongeza hatua hiyo ya TAKUKURU kuwajengea uwezo viongozi wa dini kama sehemu ya kutanua wigo mapambano dhidi ya rushwa. Kama unavyofahamu, kati ya maadui wakubwa wa maendeleo na ustawi wa nchi yoyote ni rushwa. Alianza baba wa taifa na viongozi wote wameendelea na msisitizo huu wa kupiga rushwa, kwamba rushwa ni adui wa haki. Mwaka huu unajua 2025 ni mwaka wa uchaguzi wa madiwani, wa bunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na niwaombe basi viongozi wa dini tuhakikishe kwamba inafanyika kwa ufanisi. Masuala mazima ya kupiga vita rushwa ni moja ya vipaumbele vyake, na ndio maana wenzetu wa TAKUKURU wametuita leo ili kujadili kwa kina. Wadau wa kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya watoto mkoani Mara wameiomba serikali kuja na mikakati maalum itakayoweza kukabiliana na vitendo vya unyanyasaji na ukatili dhidi ya watoto vinavyofanyika maeneo ya shule kwa wanafunzi na madarasa ya awali hadi elimu ya juu. Tupate taarifa kamili. Pamoja na jitihada kubwa zinazoendelea kufanywa na serikali kupitia wadau mbalimbali kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, mkoani Mara wadau wa kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya watoto wameshauri serikali kutazama upya maeneo waliyoyataja kama hatarishi kwa watoto kwa sasa, ikiwemo shuleni. Watoto wanakwenda mashuleni na wanakaa muda mrefu na walimu wenyewe, unakuta kwamba maadili yao ni hafifu. Kuta walimu ndio wenye kuanza kuharibu na kuwekea tabia mbaya wakati mwingine. Katika hali ambayo tunaiona, hali sio nzuri sana. Madhehebu mbalimbali yanajitahidi kufanya kazi yake, lakini kuna vitu ambavyo serikali imeandaa na kutengeneza tume mbalimbali za kusimamia maadili, lakini bado wale wanaosimamia kwenye zile nafasi ni kama bado hawafanyi kazi zao vizuri. Hasa tunashuhudia video mbaya zinazoweza kuonekana, lakini nyimbo ambazo ni za uchi, lakini BASATA ipo, lakini hatuoni matokeo mazuri yanaweza kutokea. Wadau hao wameshauri serikali kuja na mikakati madhubuti zaidi kupambana na vitendo vyote vinavyoashiria athari mbaya kwa watoto. Mfano, yako maigizo ambayo yanarushwa katika televisheni zetu za Tanzania, na yale maigizo tunapoyatazama maudhui yake hayaendani
tamaduni zetu za Kitanzania, lakini pia moja kwa moja mtoto anapoyatazama yanamuathiri kisaikolojia na hata kiakili. Lakini zipo aina za nyimbo zinazorekodiwa, baadhi ya waimbaji tumekuwa tukiwaona au wale main characters wa kwenye zile nyimbo wanashuti wakiwa wamevaa nguo za ndani tu, wako utupu. Kwa maadili ya Kitanzania na hata kwa watoto wetu yanaendelea kuwaumiza. Lakini mbali na hivyo, zipo miziki, aina ya miziki kama singeli, wanacheza miziki yani watu wamevaa kanga moja na amemwagiwa maji. Mambo ni ya ajabu. Kwa hiyo niombe tu serikali inapoweka mkakati wa kuzuia ukatili kwa watoto, itazame kwa kina na itazame baadhi ya vitendo ambavyo vinaonekana vinawaumiza watoto. Wamesema swala hilo linamizwa zaidi kutokana na programu jumuishi ya taifa juu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto iliyozinduliwa mwaka 2021-2022 itakayokwenda hadi mwaka 2026 yenye malengo makuu 5. Eneo la kwanza ni juu ya afya ya mtoto vile na mama, kuhakikisha kwa watoto wanapata chanjo na vile wanapata matibabu. Eneo la pili ni lishe bora, kuhakikisha kwamba watoto wanapatiwa lishe ya kutosha lakini iliyo bora. Eneo jingine ni malezi yenye mwitikio, kuangalia watoto mahitaji walio nayo na kisha kuwatimizia. Na eneo jingine ni swala zima la fursa za ujifunzaji, kuhakikisha watoto wanaandikishwa katika vituo vya malezi na kuhakikisha kwamba kuna vifaa vyote vya kujifunzia ikiwa ni pamoja na vifaa vya michezo. Na eneo la 5 ni eneo la ulinzi na usalama wa mtoto. Yote haya yakitimizwa, tunakuwa na uhakika kwamba mtoto amekuwa katika hali yake ya utimilivu. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mara ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuangazia habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, raia wasiopungua 89 wameuawa na mamia wengine kujeruhiwa katika mashambulizi ya vikosi vya msaada wa haraka RSF kwenye vijiji vya Omdurman karibu na ufuku wa mto Nile kaskazini magharibi mwa Khartoum, mji mkuu wa Sudan. Taarifa ya chama cha wanasheria wa dharura inasema vikosi vya msaada wa haraka RSF vimeshambulia zaidi ya vijiji 15 kusini mwa Omdurman tangu Machi 27, yaliyosababisha vifo vya watu 89 na mamia kwa mamia kujeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vijiji vilivyovamiwa na RSF ni vya kiraia na havina vikosi vya kijeshi. Haya yanajiri baada ya raia wengine 12 wa Sudan kuuawa katika mashambulizi ya vikosi vya msaada wa haraka RSF katika jimbo la Kordofani kusini. Kwingineko, bunge la Msumbiji kwa kauli moja limepasisha sheria ili kurejesha amani katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kufuatia miezi kadhaa ya maandamano makubwa ya ghasia ya wananchi kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 9, ambapo watu takribani 360 walipoteza maisha.
Bunge la Msumbiji lenye wabunge 250 limepasisha sheria kwa ajili ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa jumuishi, sheria ambayo inalenga kurekebisha katiba ya nchi na mamlaka ya rais na kutoa msamaha kwa wale waliopatikana na hatia ya kuhusika na ghasia za machafuko baada ya uchaguzi. Sheria hiyo inayoelezwa kuwa ni ya kihistoria inayojumuisha pande zote mbili, yaani mahasimu wa kisiasa katika bunge la taifa la Msumbiji, inatokana na makubaliano yaliyofikiwa Machi 5 na kusainiwa na Rais Daniel Chapo na vyama vyote vya kisiasa nchini humo. Felix Livia, kiongozi wa chama tawala cha Msumbiji cha Frelimo, ameliambia bunge la nchi hiyo kuwa sheria hiyo iliyopasishwa inatoa fursa ya kuijenga upya Msumbiji na kuweka mbele maslahi ya nchi, huku kundi la wabunge wa upinzani katika bunge la Msumbiji likieleza sheria iliyoidhinisha inatoa dira kwa ajili ya mustakabali wenye matumaini. Na Algeria imeomba kufanyika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili hali ya Palestina, kwa mujibu wa shirika la habari la Algeria. Shirika hilo la habari limedokeza kuwa ombi hilo liliwasilishwa kutokana na ongezeko kubwa la mashambulizi ya Israeli katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu, hasa Gaza, ambayo imekuwa katika mzingiro kwa zaidi ya mwezi mmoja, ikiambatana na mauaji ya kiholela yakiwemo ya wafanyakazi wa utoaji wa misaada. Ombi hilo pia linakuja kufuatia tangazo la kupatikana miili 15 ya wafanyakazi wa dharura na wa misaada huko Gaza wanaohusishwa na shirika la Hilali Nyekundu la Palestina, ulinzi wa raia wa Palestina na Umoja wa Mataifa. Israeli ilianzisha hujuma mpya za anga huko Gaza Machi 18, ambapo mpaka sasa imeua zaidi ya watu 1000 na kujeruhi zaidi ya watu 2500. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Watu 7 wamefariki na 42 kujeruhiwa baada ya basi kuacha njia na kupinduka kijiji cha Mamba, kata Msangeni, tarafa ya Ugweno, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Wadau wa Qur'ani wapongeza mwamko mkubwa katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani mjini na vijijini. Katika rubaa za kimataifa, watu 89 wameuawa na mamia kujeruhiwa katika mashambulizi ya vikosi vya RSF kwenye vijiji vya Mdurmani nchini Sudan. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah pana majaliwa wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilali Sefuriami nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhan Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga bado endelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan yale ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, kusini mwa nchi yetu, magharibi, nyanda juu kusini magharibi, pamoja na maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria. Na Mamlaka ya Hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi fupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mkoa wa Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa mapya, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuendelea kuchukua hatua zinazostahili. Na kwa siku leo, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, mkoa wa Rukwa pamoja na pwani yetu ya kaskazini yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, pwani ya kusini yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Songwe, Mbeya pamoja na Njombe. Kwa maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Iringa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na kati mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi,
ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa maeneo ya ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia mvua katika maeneo machache na ngurumo za radi. Mkoa wa Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro pia tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia mvua katika maeneo machache pamoja na ngurumo za radi. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.